Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat. Saum Makbul, Ramadhan Mubarak kila mtu ambaye yuko nyumbani na unatazama kipindi chako cha Iftar and Chill. Jina langu ni Zuhra Mulan na leo kwa set naungana naye Mariam na mgeni wetu ambaye nadhani mmemwona kwenye TikTok. She's a mother and also a revert, and through her TikTok platform she shares her motherhood journey na pia ana educate reverts kuhusu experience yake ilikuwaje so that they can have a smoother journey. But that's just a glimpse. She's going to tell us more about who exactly she is. Karibu sana Hafsa. Asante. It's really nice to finally put the name, or rather put the person to the name. The face to the name. Okay. Yeah. English is really borrowed. Anyway. Kuweka uso kwenye jina. Kuweka uso kwenye jina. Yes. Karibu sana Mahdi TV. Thank you so much. It's an honor to have you. Tulikusubiri wiki jana. Bana. Lakini tunashukuru. Ilishindikana, mambo ilikuwa mengi. Masani machache. Sasa tu tujipange. Alhamdulillah, lakini we are happy that you finally made it. Thank you. Now, to get us started, I was just going through some TikTok videos and I came across some of the videos that you share. And she has amazing content. Very great content. Kwanza the skit ones. Hey! Niendelee kufanya hizo. Yes, please. Yes, they're very funny. Me, I love them. Kitu yenye unafanya wewe as a person, huwezi jua kama kuna mtu anakuwatch ama kuna mtu ana learn something from it. But unafanya kazi poa sana. Oh, thank you so much. Yes. Hata sisi wengine we are like, hata mimi sikuwa najua hii. Kumbe inafaa kufanywa hivi. Mashallah, thank you so much. Now, aside from TikTok, tuambie Hafsa ni nani? Anatoka wapi, alizaliwa wapi na anafanya nini? Okay, my name is Hafsa Abdullahi. Mimi niko na swali, before Hafsa alikuwa anaitwa nani? Hata akumbuki. Nilikuwa naitwa Lea Wangoi Irongo. Lea Wangoi. Aha. Sasa nikasilimu nikachagua jina Hafsa. Na Hafsa Wangoi na jina la mume wangu Abdullahi. Mashallah. Mashallah. That's why nimeshangana na mimi naitwa Hafsa Abdullahi. Sasa Hafsa ni msichana wa kutoka amezaliwa Nyeri. Anakulelewa Nyeri, alafu pia kusoma yote primary campo yote Nyeri. And then afterwards kutoka nje uone mandhari ya Kenya. Nikasema sasa nimezaliwa huku, nimelelewa huku, tena niolewe huku. Hapana, sitaki. You wanted to change the environment. Kabisa. That's good. Now from Lea to now Hafsa. Yeah, to Hafsa. Tuambie safari yako ilikuwaje? What inspired you? Yes. Where do I even start? Anyway. Hii story ni yako, wewe unatupea tu. Well, let me say, initially, hata siku dhani ningewaika hapa hivi ati mimi niseme nitakuwa Muislamu. I never did. I think ni Mwenyezi Mungu kunitumia the right people. Also having an open mind to have interest, kutaka kujua, you know, what is this about? And in the process nikakuja kujua, kumbe this is how it is. You know, sasa nikafeel ni kama on this side of Islam is more, nikasikia niko nyumbani hapa hivi kushinda pale pengine. Tena vitu zingine nilikuwa naamini niko like ziko ish. So hapo hivi nikaona hapa napata majibu zangu. Ndio nikasema tuende nalo. Tell us more about hizo maswali maybe you had and you feel zilikuwa ish. Ni maswali kama gani? Okay, so before nilisilimu nilikuwa Mkristo. So kuna mambo kama Trinity zenye ziko kwa kwa Kikristo sikuelewa inamaanisha nini. Yani yes iko tunaambiwa, lakini unajua kuna ile bado uko it doesn't make sense. Unafuata tu juu wazazi pia wanafuata na umezaliwa hapo. Lakini it doesn't really make sense to you. Sasa mimi kujua Kiislamu naambia Mungu ni mmoja. Niko like Yesu si Mungu, ni prophet. So I think hiyo ndo get I think hiyo ndo ilikuwa my realization point. So ilikuwa kama turning point yangu, niko like yenyewe nilikuwa nimepotea. So ulikuwa Catholic ama Protestant, ACK? Independent, AIPCA. Ile ya masikia wale wa drama, ile drums. Hizo.
alikuwa kwa ile inaitwaje Sunday school, nimeenda Sunday school, nimeenda youth, so tulikuwa tunafanya pale performance mbele ya kanisa. Yani Christmas mko hapo mnafanya play. Kabisa. Wow. Unajua amesema hiyo watu wa drum, nikakumbuka tukikuwa wadogo. Kulikuwa na chachio ya watu wa drum hapo area. So tulikuwa tu tunaitegea tukiona ingie kwa msafara. Pia sisi tunaingia. Mtoto si hata hatujui. Unaenda tu na vibes. The beats zinabamba. And then pia tulikuwa na watu wa Salvation Army wa Saturday na drums zao. So weekend lazima kulikuwa na form. Alhamdulillah. Okay. Now tell us about that shahada moment. Ile siku yenye uliamua leo sasa hii ndo ile siku. Wacha sasa niende nikuwe Muislamu cha kweli. Unajua the funny thing is mimi let me start by mimi nilijua Kiislamu kupitia bwanangu. Na tulipatana hata campus, yeye ndo alikuwa ananifunza na muuliza maswali ananiambia, ananijibu, ananifunza polepole. So nilikuwa nimesema nitajiwekea deadline, niseme juu niko na interest, acha niseme by hiyo sayo mwaka August, kwa msimba by August ikifika mimi nitakuwa Muislamu. Mashallah. Ikafika nikasikia yenyewe siko tayari. Alafu unajua unakaa juu unajua pia hii ni kitu inafaa ikuwe kwa nafsi yako, si ati unafanya juu ya mtu mwingine. So niko like mimi kwangu sisikii kama I'm there yet, unajua. So nikasema hata nijipe time bado nisome ila wakati nitasikia nafsi pia imekubali nitafanya nini. So the August ikafika niko like I'm not ready. So the following year 2022 it was March. That is when I felt like I was ready. No, this is the time. Yeah, this is the time. And I remember it was actually on a Friday. Oh, wow. Yeah, it was on a Friday. And COVID. Alhamdulillah, see, I'm telling you, my husband, at the time we were not yet married, so it was tuseme ni kama courtship. So tulikuwa acquainted pia na mamake. So mamake ndo alikuwa ananifunza. And I remember hiyo siku alinipea hadi nguo. Alinipea hadi nguo, nikaenda msikiti, tukapatana huko, nilipatana na Ustadh Hafsa huko. So nikaenda kumwambia mimi nataka kusilimu. Sasa unajua mimi nimevaa kwa Kiislamu, nimejifunika vizuri, hata wanashangaa nataka kusilimu jamani na kama Muislamu. Yumi na umevaa baya. Na Muislamu juu wengine wanakuja mnapewa lesson nini. So wakaniambia sawa tutakuguide. So wakaniguide, wakaniambia sema shahada. Mwanzo wakaniuliza unasilimu juu yako ama you are being coerced, unalazimishwa. Nikamwambia hapana, nimekuja kwa kupenda kwangu. So ndo wakaniambia guide, so wakaniambia ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mashallah. Kwa Muislamu. How was that feeling? It was nice. It was so emotional. Did you cry? So I didn't cry. Sura emotion si lazima mtu alie. Lakini unajua mtu anasikia kwa roho uko like una feel your relief. Una feel relief, unasikia ni kama umeangusha kila kitu, yani sasa zigo chini. You're a new person. Wow, mashallah. You are starting now your life on a clean slate. Very white. Yeah. Wow. It was such a nice feeling. Wow. The name Hafsa. Nini likufanya uchague hiyo jina? Unajua mtu anauliza uko na jina ama tukupe ama tukupatie ama tukuandikia hapa kwa makaratasi yenye utachagua ni hiyo. Allah, sikujua. Mimi nilitafuta. Hata nilijua kumbuka nilikuwa sasa sinakwambia mtoto wangu anaitwa Inaya. So nilikuwa nimetafuta, nilikuwa either Inaya ama Hafsa. Sasa nikaona Hafsa, bibi mmoja wa mtume anaitwa Hafsa, nikasema acha nichukue hiyo. Twende nalo. Inspiration. Sasa ndo nikakuja nikachukua jina Hafsa. Alhamdulillah. Now before you took the shahada, kuna maybe some misconceptions ulikuwa umesikia kuhusu Uislamu? Yeah. Of course. Boy. Ni mingi. Mtupe zile zenye ulikuwa unazisikia. And then ulikuja kwa Islamu, then you're like kumbe hizi story hazikuwa za ukweli. Guy, ni mbaya. Unajua mimi sijui watu wanatoa ngapi hizi vitu. Mimi mwanzo nilikuwa nasikia Waislamu ni watu wachafu, jamani. Ati ni waogi, wanatumia tu marashi na udi. Nilikuwa nasikia tukinga kwa nyumba Waislamu inanukia, lakini wenyewe waogi na shangaa kwani watu aina gani? So nikikuja kujua kumbe watu ndo, yani mimi sijui watu wanatoa hizi maneno wapi. Ni kama tu ni kuharibu tu jina. Ingine ni kuhusu wanawake, tena ati wanadhulumiwa, wanafinyiliwa, hawezi fanya hivi, wanalazimishwa wajifunike, you know. And
yani I came to learn it's all a lie. Mimi mwanzo napenda hivi vile nimejistiri. Yani hata siwezi imagine ati natoka hivyo uchi. Ai, hapana. Sasa hata niko like, unatoa wapi hiyo nguvu inatoka wapi? So I think kwanza hiyo ndio ilikuwa the main one. Na hizi mwanzo hata nikijifunza ndio vitu zenye nilikuwa nafikia sana. Ndio ni tena sikuja nipigwe na butwa. Did it scare you maybe? The realization ama the myth like maybe kama kina mama wananyanyaswa maybe nikikuwa Muislamu hata mimi nitanyanyaswa. Of course lazima ufikirie vitu kama hizi uko like unajua wewe kama unasikia mahali watu wananyanyaswa huwezi taka kwenda mahali kama hapo. So ile pia kutaka kujua na pia having the knowledge inakupea some confidence. Juu unajua unaweza stand useme hapana hii hairuhusiwi na hii inaruhusiwa. So kama yeye alikuwa anasikia wanawake wananyanyaswa then anakuja soma story ya Bibi Khadija ama Bibi Fatima. This is a lady na ni mwanabiashara, yeye ndo amesimama na husband wake, yeye ndo amelea watoto wake. Na hii story ya kunyanyaswa inatokea wapi? So I think most of these vitu mingi zenye kama hizo kama kunyanyaswa I think they come from culture. And watu juu sana culture inahusiana sijui inaingiana sana na Kiislamu somehow. So watu wana confuse. Watu wana confuse between culture na religion. So unapata watu wengi wanasema ile mambo ni culture ni Uislamu na ni si ukweli. Na sayo like kuna ile lack of understanding like there's a difference between the two. Jutapata kuna culture zingine like predominantly most of them are Muslims. Ama utapata hata yes yuko katika ile culture anajivika vizuri but yes si Muislamu. But utapata mtu anashtuka how come weni wa kabila fulani na wewe si Muislamu? Kabisa hivyo by the way. Yeah, it happens. Watu wengi weni kabila na wewe si Muislamu. Na wewe si Muislamu kwa nini? Si mimi nadhani kabila yenu nyote ni Waislamu. The same watu wengi wanakuuliza, "Wewe ni Mkikuyu na wewe ni Muislamu?" Ujasikia hizi memes zinapita across ati unakuwa je Mluya na wewe ni Muislamu? Tunaulizwa Waluya wanafunga aje? Yes. Now tell us more about that. I'm sure you've met like how are you a Kikuyu and you're a Muslim? Like what do you mean? Explain kwa page yake kama mara 1000 naipata kila siku. Alafu kuna ingine mpaka zingine and I have to explain in Kikuyu ndio watu waelewe but who are we Kenyans? Hatutosheki. Sasa zingine hata unalipa anakuangalia. Unajua unalipa ako like Lea Wangoi uko like hiyo ndo jina yangu. You know hawaamini wako like it's not possible. It's not possible. Are you lost? Si mara moja. Very many times. So Ebu, give us maybe an experience you had especially after sasa umeconvert and you're now wearing the hijabs. Maybe this time ulikuwa kwa matatu and this person's like what? Wangoi and you're wearing an abaya. Unajua hata what happens a lot is saa zingine mwenye unalipa ni Mkikuyu. So for example kuna hii time tulikuwa na kapaka. So kapaka tunakabaya mtura. So nikilipa huyu kijana wa mtura ni Mkikuyu. Ni Mkikuyu. So mimi unajua ni kawaida utamwongelesha tu Kiswahili. So mali unalipa anaona jina akamwambia kwani wewe ni wetu kanipata niongee Kikuyu. Kwani wewe ni wetu? Kwani wewe ni wetu? So kutoka hapo mnaanza tu kupiga story na Kikuyu. And they're like mashallah. So wanakuuliza aje ulifika hapa aje? Nini ilikuvutia vitu kama hizo? Watu wengi wanakuaga curious. Wewe ni Mkikuyu na wewe ni Muislamu. Aje? How does it work? Because you know like we are used to people wale wa Swahili ama people in North Kenya wao wengi kwa Waislamu. Kinu kijikuta unaongea Kikuyu ama Kiluya na wewe ni Muislamu. Ujajipata kwa situation yenye watu wanakusengenya in your mother tongue na umekaa tu hapo na wanadhani usikii. And then unawapiga tu na moja they're like wewe wetu. Very interesting. Alafu that look they get wakati wanashanga. Kumbe ulikuwa unatusikia. Alafu wanakuangalianga in such disbelief like what? We are sorry. Like what do you mean you are sorry? Hata kama si mtu mwenye alikuwa anaongea lugha yenu, you are not supposed to do that. And then wanaendelea tu kukoroga. Wanakuinclude mpaka wewe kwa conversation. So that's really interesting. I want us to take a short break. Okay. Alafu tukirudi nataka tuangalie like sasa mambo na your Ramadan experience, some of the challenges labda ulipata especially katika hii safari yote inshallah. Okay, inshallah. Mpenzi mtazamaji, we've come to the end of our first segment. We are going to take a short break.
usibanduke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, welcome back. Tulikuwa tunazungumza na Hafsa akituambia safari yake katika Uislamu ilianzaje. In this second segment, we'll be hearing more about her first Ramadan experience na pia some of the challenges ambazo alipitia katika hii safari yake yeye kuwa Muislamu. Karibu Mariam and Hafsa. Thank you so much. So before tuende break, you are sharing, we were speaking about vile watu waga wanashtuka. Yes, wanashtuka when they see like someone who's not either a Swahili or a Somali kukuwa Muislamu. Yeah. Now, so you converted in 2023. You reverted in 2023 roughly. 2022. Yeah. 2022, this was like your first Ramadan sasa. Yeah. Tuambie hii siku ilikuwaje? Kwanza hiyo siku tu ya kwanza. Wacha kwanza ni Wacha kwanza nijiseme. Unajua my first Ramadan I didn't fast. Also my second Ramadan I didn't fast because ya kwanza I was pregnant. Ya pili I was breastfeeding. Wow. Sasa nimekuja kufast ya tatu ya last year. Hizi hesabu ulizipiga vizuri. Sasa lakini unajua niko na deni. Yeah? Ya 60 days. Ujalipa? Mimi hata sikuwa najua nafaa kulipa. Nilidhani nimesamehewa. Nimejua hata juzi nafaa kulipa. Sasa nikupanga after Ramadan, nijipange nijue vile hizo deni nitalipa. Wow. I know. 61 days. But all through this time, like you are either preparing iftar for your hubby, I mean for your family. Yeah. Can you walk us through that experience? Before tufike hapo, Hafsa, mimi niko na swali. Kwani uli revert tu na ukaolewa immediately? Unacheza wewe. Mambo ya mapenzi wachana nayo. Matters of the heart. Unacheza. Usicheze bana. Yeye alikuwa tu ready. Na kuja as a package. Yes. Lakini anyway, tuachane na hiyo. Tell us about your experience ya kutengeneza futari, kuamka mapema 3-4 lazima umpikie mume wako definitely. Sasa unangoja upike samosa na umetoka kwa Bukimo. Nakwambia it was sio rahisi. Wewe sio rahisi. Na motokanio. Unajua umezoea kupika Guajamato ama inaitwa nini? Hizo mchele njeri ile unaweka zote wa ruma kila yote unaweka kwa mchanganyiko maalum yote. Sasa tena umekuja hii side nyingine unafaa kupika samosa. Acha nikwambie nilipika samosa mara ya kwanza. Zilikuwa kama mahamri. Zilikuwa ngumu. Zilikuwa kama mandazi. Zenyewe hatuwezi kula. Nyama ngozi yenyewe ni nzito hivi. Na tunyama I think nilikuwa nimekadi dani. Nilikuwa nimekadi nyanya kasto say. Kutoka ushago kule unakuja hapa. Bana. But I think generally it was a bit challenging. It was a bit challenging. Tunajua pia kuna ile ku adjust. Yes. So umetoka kuishi hivi and now you're moving to ni kama tu ameflip. Ni kama kuflip. So now uko napika saa 9 ikifika lazima ujue watu wanakula samosa. Ujue vile utapika hizo vitu kama ni YouTube. Kuna sijui viazi karai. Mimi vitu sijaisikia. Kuna hizo vitu zote. So lazima ulikuwa hauna mtu wa kukuguide wa kukwambia hii inafaa ipikwe hivi. Unajua alhamdulillah sinakwambia hiyo time somebody wangu I think she played a very big part. Juu alikuwa anakuja ananisaidia ananifunza. Yeye hata ndio amenifunza kupika vitu mingi sana zenye sikuwa najua. So alhamdulillah I'm grateful for her. Also pia bwana yangu he has played a very big role. Ama alikuwa patient. Pia patience. Alafu sasa kama hizo samosa nakwambia unajua kungekuwa mtu mwingine angekasirika. Yeye mwenyewe alikuja akanichekeleka. Wewe unasema unajua kupika hizi nini? What are these? So the next time at least anakuambia hapana unafaa ufanye hivi sio hivi ama unajua na kuguide. So I think in as much as ilikuwa challenging having that support it plays a very big role. Wow. So baada ya kuwa na ujauzito you missed those the two Ramadan. Now hiyo ya kwanza yenye uliweza kufast. Which year was it? It was last year. Mashallah. 2025. Nice. How was the experience? It was nice. I was so excited.
Juu this time round hakuna sababu ya kukosa kukaza. Hakuna sababu. Alafu sasa unajua hiyo time hata sasa it's 3 years down the line. So at least hiyo time nimesha familiarize ina dini, it's a bit easier. So hata niko excited, nishaelewa umuhimu wa kufunga, the benefits. So yani it was a bit easier. Hiyo part ya kupika bado it's a bit challenging, but hata tuseme alhamdulillah. Tunapambana nayo. It was not as hard. Kupika ni challenging kwa kila mtu. Because this is the time hata unataka kuonyesha like I mean I can be a good cook. Yeah, look at what these videos za TikTok watu wanatuma. Mtu ako na Ramadan series ya 30 days. Day 1 anatengeneza sijui matobosha. Haya, day 2 anatengeneza matobosha, wachaneni na matobosha. Matobosha. Hata wewe you're like unaingiwa na hiyo pressure. Unaona? Na utaki tu kule ugali sukuma. I mean it's Ramadan. Alafu upate mtu mwenye anakuambia sikulagi ugali mwezi wa Ramadhani. Sasa hata umefunga siku nzima tena unasema unakula ugali, you'll be surprised Hafsa. Wengine wetu lazima tule ugali. Unajua wale tunasema Waislamu wao. Ukikosa ugali wiki mzima unasikia ni kama unaenda kwa mtu haezi funga bila ugali. Lazima kule ugali. Kwa segment ingine tulikuwa tuna discuss hapa, watu wanasema unaamka daku unapika ugali. And Mariam was actually surprised. Anyway, unaamka aje kupika ugali? Who does that? Unataka nianguke nikifanya kazi? Anyway, sisi watende na maziwa, wacha tuendelee. Now, so you're really excited about fasting. Yeah, I was really excited. Although siku za kwanza lazima lazima itakutandika. Unajazoea, so utafunga ikifika kama saa 5 hivi unasikia ni kama unaamka in your previous life ulikuwa una fast pia. Kulikuwa na zile fast za leo. Ama ni zile dry. Acha nikwambie fast tulikuwa tunafanya. So nilikuwa mtu amejitolea sana kwa dini hata hiyo nyingine. Sasa nakumbuka tukiwa high school. Nilikuwa CU. Sasa CU nilikuwa kwanza leader pale, tulikuwa wale watu tunaimisha pale mbele. Wewe unacheza worship team. Present worship. Sasa tulikuwa tunafanyanga fasting, fast kama ni weekly kulingana wale watu wako, tuna fast lakini tuna fast to lunch time. So una skip lunch. So hiyo time ya lunch unaenda prayers. So hiyo ndo fasting mimi nilikuwa nafanya. Sijai fast like a full day. So na si ati ni kila siku. So unajua kama hii wiki Friday mimi ndo na fast. So unajua hiyo siku unaenda prayer room, unaenda una pray and then unaenda tu class. Utakula tena lini? Jioni. But you can still take water. Wow. Fasting. Ama unaweza amua kufunga kutokula a certain food. Yeah, hapana. Hiyo ya hivyo ni I guess ni ya Catholics. Hiyo ni ile I think hata wao wana fast hiyo. Wanakosa kula nyama. Bana walikuwa wanatusumbua high school. Siku ya nyama. On Wednesday wakuli nyama. Ilikuwa ni Wednesday ilikuwa. There was a specific day walikuwa wakuli nyama. But anyway, Catholic high schools. Now, how did you go through the transition then? So like hii day 1 umeona hii ni ngumu. What things did you do different kuhakikisha at least maybe siku ya 15 ya 20 things are going to be different? You know, I think pia mwili ndo inazoea because basically unaamka tu asubuhi mnakula suhur, alafu mnafunga. Alafu tena jioni ikifika mnafungua. So hapa katikati I think mwili inafika mahali inazoea. Ina adjust tu yenyewe. Hakuna kitu special nilifanya. And this time you're still like a mother? Yeah, this time I'm still a mother. To Inaya. Yeah. So at that time nilikuwa I think niliacha kumnyonyesha deliberately. Ndio niweze kufunga. So nilikuwa na nikiendelea kumnyonyesha saa hizi si nitaanguka. Utakuwa na deni ya 90 days huwezi anguka. Alafu pia deni nilikuwa inaongezeka. So hiyo pia ilibidi pia nimekaambia Zamzam juu nakula itabidi kunywe uji. Itabidi kunywe tu maziwa ya duka. Mama hawezi afford kulipa 90 days. Now you told us like huko unajua unafaa kulipa not kulipiza kulipa saum. So in this context like mambo na kujifunza kuhusu dini, how was it like for you? Ulikuwa unaenda madrasa ama ulikuwa unaangalia resources online? So I have bado sijaenda madrasa. Juu bali nilikuwa naishi it was a bit far na Madi. Alafu unajua hiyo time nilikuwa na silimu. I'm telling you guys I was paged. So singeweza kucommute. But yani sasa mimi kujifunza nimetumia YouTube. Mostly it's YouTube, mtandao, and then most of the time when
nikipata kitu yenye labda I don't understand now, that is when I go for labda kama references and stuff like that. But mostly it's been YouTube, TikTok, saa zingine pia family, sasa kama bwana wako atakwambia hivi dini inasema hivi na hivi na hivi, unachukua something from here and here and here. So bado sijaenda madrasa, but if I get the opportunity, naenda haraka. Ndio. Hiyo ni kitu by the way ninakribia sana. Inshallah Mwenyezi Mungu anijalie. Amen. Inshallah. Now you've told us about your mambo na dini. How did your family react to it? Huyu ni mtu mwenye tulikuwa tunaenda kanisa tunajua lea then ndako pale mbele. She'll become a pastor huko mbele tukienda. Unajua family na kwaga imekupangia vitu wewe hujapanga. By the way, Junasema kwamba guy mmoja, by the way mimi nilikuwa naenda hata hizo my youths juu ya mzai, ila nilikuwa like you know what, you have to be very active. You have to be very active, but you know what, alhamdulillah, unajua by the way mimi nasemanga niko very blessed in that part, because mzai wangu alikuwa amefanya kazi Lamu for a very long time akiwa kijana, so alikuwa amekana Waislamu, socialize, anajua Kiislamu ni kuhusu nini vitu kama hizo, so it hakuwa against it as much. So his main concern was Hafsa. Unajua Waislamu wanaitwa mambo kama Al-Shabaab, terrorist, vitu kama, so alikuwa like mimi sitaki wewe uende uharasiwe because of something like that. Mimi nikamwambia you know what, I understand, but at the end of the day mimi kuwa Muislamu doesn't mean ninaenda huko kuchukua bomu kubomu watu, you know, all of those terrorists vitu wanafanya So at first alikuwa a bit hesitant, alikuwa you know what, think about it. Take your time. I'm not against it. You know, you're a grown woman. I'm not against it, but take your time, understand it before uende kusilimu. So, by the way, how old were you when you reverted? I think nilikuwa 22 or 23. Oh yeah. Oh, you were still young. She was still babies. Nilikuwa 23. And your mom alisema kai mwana wako. Mwana wako adotu. Aki unajua mimi nashukuru Mungu. Unajua aki mzee wangu amekuwa very supportive. Yeye hata ndo alikuwa anaenda kama naambia madha na muelezea. You know sana muelezea, you know what it is about. Anamuonyesha, you know it's not different. Si ati naenda kuabudu mawe ama ng'ombe ama hizo vitu, you know. So alikuwa anamuelezea, anamwambia you know Kiislamu na Kikristo they are not so different because the prophets are the same. Most storylines zinaendana, difference ni kidogo tu. So I think your parents play a very big role. But was she like scared a little bit? Hapana. Mama hata kupinga. I think dad ndo alikuwa a bit hesitant. Yeye ndo alikuwa ananiambia, you know what, in as much as I'm supporting you, take your time. Mama alikuwa like, hey, I'm excited for you. Kaende twende nalo. I trust in you, I believe in you. Alafu unajua sasa kama yeye anasema tu wewe bora uendi kuabudu, you know, vitu kama ng'ombe ama sanamu, vitu kama hizo, you know what, I'm very supportive. And now your siblings, if you have any? So I have hata wao hawakupinga. I think my sister ndo alikuwa anapinga because yeye hata alikuwa anasema wewe umekuwa brainwashed, wewe ushabebewa akili. And sisters wanakuwa very insecure. Na hawezi wa judge because unajua wanasema hivyo from what they hear, from what they see. Your sister ni mkubwa ama ni mdogo? Ni mkubwa. So she was like wewe anaona baby girl wao just unaanza maisha. Hata ujaenjoy, take your time. Kwa like mimi manze na feel it's I feel as if ni kama unajua inasikia ni kama she's the mother after you are mother. So like yes, in as much as I understand where you're coming from, at the end of the day this is how I feel. It's also my choice. So inabidi tu amekubali. And now how did your relationship become after now you reverted? I think unajua kuna kuangana a bit of tension. There's lazima kutakuwa hata kama wakitakubali kuna kuangana ile tension juu hawajui sasa hizi they don't know how to relate to you. Because now how they used to kuona hawezi relate to Hafsa in that way. Alafu so pia they are very very cautious. Saa zingine yani hata vile watakuongelesha hawataki kukuudhi. Hawataki kukuudhi hata wakikuuliza kama labda watakujua wanaona ni kama watakuwa insulting. Oh my goodness.
Niko na swali, and then venye ume revert ukaolewa. Au kusema bwana yako ndo alisababisha. Tulijua lakini hapana, imagine. Sina mzaya tu. And it's really hard to defend such. Hiyo huwezi defend. Unajua wanaona wanaona hivyo ndo iko. Hivyo ndio iko. Hata ukiwaambia wanaona hapana, kasichana kashabebewa akili na hivyo ndo kaenda. Alafu si mnaona tu ati ame revert tu hivi na akaolewa. Lakini sinawaambia before hata sasa before nikuwe Muislamu tulikuwa in that period ya courtship. So I think hata hiyo time Pijusia pia sistangu alikuwa anajua bwanangu. Mzai wangu pia alikuwa amemsikia, my mom pia alikuwa amemsikia, so it was not a surprise as such. So walikuwa wanajua, you know, it is coming. It's just a matter of when. We just don't know how we will react. And also it's just a matter of when. Wow, interesting. Now on TikTok you work with reverts through their transition to Islam. Hii journey imekuaje? It's good and it's also challenging. It's good in that sometimes unajua ukifanya kitu and then you find that people are gaining from it. Inakumotivate to do more. So sasa mtu akikuja niambie, Hafsa, umenisaidia sana, you've made my journey easier. Nilisilumu siku fulani na nimekuwa nikikuangalia, it has made my journey easier. You know, it makes you feel good. Now the challenging part is when people think that juu umesilimu labda juu unajua sana naenda na pale nawaambia, wanasikia naongea, ninajua ina unafikiri unajua kila kitu. Mwanzo mimi sijui vitu mingi zenye labda nafaa kujua zile deep I don't know. So people will come to me, wananiambia nisaidie hapa napitia kitu fulani, you know, things like those. Sometimes wewe mwenyewe you're going through something. And ukimwambia, you know what, utajaribu kumpea advice but perhaps it's not enough according to them. So they might carry you in a certain way, wako like, Hafsa haja kunisaidia, ako hivi na hivi, like mtu anakuja kwako na expectations already zenye if you don't meet fail. So alafu unajua saa zingine mi who receive nguo, so I get like donations. So someone will come and tell me, have clothes, do you have any reverts you can share with? So in case of that, nachukua zile nguo na nafanya a video and then I tell them, if you are in need of clothes, just reach out. So kama mtu amekuja zikaisha, anaona ni kama unamnyima. So atakwambia, nitolee ile yako moja, unipe nivae. Mwingine atakuja anambia, unajua bibi yangu hana nguo, nisaidie hata kama ni nguo yako moja, ni msurprise. Mimi mwenyewe sina zenye tunapata hata mimi ndo navaa. You see, so it's quite hard because people don't understand. Wanafikiria labda wewe sasa usha make it. Wewe usha make it, which I think is a misunderstanding. Unajua hata mimi by the way na struggle. I also have struggles kama hizo. Bado I'm not out there yet. So hiyo kufanya TikToks na kuongelea kuhusu my journey ni vile inasaidia people, and then you also find people who are like you. So mkipatana mnashikana and then you work together. Wow, mashallah. Now baby Inaya. Wewe after ume give birth and then ukaambiwa sasa venye umezaa kuna that uwezi swali, uwezi fanya nini, ukuuliza maswali, mbona nifas na nini. Of course lazima utake kujua ni kwa nini, but you know hata kwa Kikristo kuna wakati I think ukiwa at that period also wakati uko on your periods there are I think acts of purification, worship zenye hawezi fanya. So it was not ilishtua as much. I wasn't surprised because it was something that nilikuwa nasikia and it was something that I was also used to. So on this other side, unajua kuna vile labda somehow the way someone explains it to you ndo itakufanya uichukulie in a certain way. Because maybe nasemanga in those times it's not that unasema unaambiwa usiswali because you're impure ama you're unclean. Hapana, hizo vitu umeambiwa tusifanye hivyo kwako pia ni mtihani. Sasa kama wakati wa periods uko na uchungu, sasa Mwenyezi Mungu amekutolea, alafu sasa hiyo unaenda kuinama unaenda so Mwenyezi Mungu anakutolea one challenge, anakuambia wewe kwanza sasa pambana na hii, ukimaliza then ukuje fanya nini urudilie. But you know it also doesn't limit you from other acts of worship. You can also recite the Quran, dhikr, vitu kama hizo. Now let us talk about
the expectations when you reverted, did you have like certain expectations and then baada ku revert you're like, oh, it's not what I thought? Did I really? I'm not sure. You didn't have any expectations? I'm not really sure. Because I think mimi unajua mimi niliingia tu kama nimeenda nalo. I think mimi most of my concerns zangu mingi zilikuwa zile misconceptions. So other things ilikuwa like zingine hata nilipata ni kama a bonus. Sasa kama when it comes to the rights of women, zingine sikuwa najua ati wanawake wamepewa rights kama hizo. So for me niko like, hey, you know what, this hii ni kama it's a bonus. Oh, aliscratch hivi kadi akapata. Nikapata. Jackpot. Wow, jackpot bara. Tell us your experience of being a mother to Inaya, especially now juu unamlea kulingana na itikadi za Kiislamu, not the way like your mom maybe raised you based on the Christian guidelines. Do you know one of the things that amazes me even now? Saa zingine unajua, saa zingine umekaa tu na mtoto wako, unajipata unamfunza vitu kama majina za hata nimekuwa teary. It is so emotional. Saa zingine unajipata tu unamfunza vitu za dini and you're like, you know, labda ungekuwa bado ningekuwa pale, I wouldn't have even bothered. Ningesema tu unajua nini, maisha itampeleka tu mahali itampeleka. Yeah. But sometimes unakaa hivi tu unamfunza, saa zingine kama nalala unamsomea dua and you're like, you know what, it's so it's lovely to be able to do that. Na unajua pia unapata baraka. And you know that if she takes on hivyo tu vile ataendelea atatokea kuwa mtoto mzuri. You know? So I think it is very, hata sijui nitaisemaje. Motherhood is beautiful. It's beautiful. And is it maybe sometimes challenging, especially wakati unasema maybe haujapata nafasi ya kwenda kusoma madrasa, sometimes you'll feel, oh my goodness, Aki, I don't know so much, especially fiqh matters, and here is Inaya. I want her to know like all these things, but I don't know. Is it challenging sometimes? Yeah, it is actually. Juu unajua saa zingine tunaambiwa sisi kama wanawake you're the first school. You're the first school. Yeah. And also it is a responsibility upon us to nurture our children, kuwafunza dini. So when wakati haujui hauwezi mfunza. Unaelewa? So it is very important. Because not anasema it is, yani ni kitu hata na yana nataka kwenda hiyo madrasa nini nisome. Ndio hata wanaenda madrasa na Inaya. Tena abada tutaenda pamoja. Mwenye hata saa zingine raudha yanaenda. Juu hata niko na I have a friend mwenye ananiambia watoto wake wanaenda, yeye pia alirevert but yeye hakupata chance ya kuenda. So her children sasa ni wakubwa wanaenda madi. So when they come home wao ndo wanamfunza. So hata Quran kama wameenda wakasoma wanakaa chini sawa ndo wanamfunza, wanasoma pamoja. So kama amefanya kitu, sasa juzi hata alikuwa ananiambia ati alikuwa anaenda out na marafiki zake. Akapaka marashi ile kong. So ukipita kila mtu anajua. So mtoto wake ile mkubwa anamwambia mama, unajua dini inakataza, inasema si vizuri mwanamke kujipaka marashi strong. Juu kila mwanaume mwenye atakupita asikie hiyo marashi yako unapata dhambi juu yake. So akamwambia mami, unafanya nini ubadilishe hiyo nguo? Na akabadilisha. Akaniambia unajua sasa this is also a blessing in itself. So I think it is very important kwa mama Muislamu mwenye akona watoto, lazima, I think it is a very important kujua pia dini yake, because that is what you hand down to your children. Yeah. Now transitioning to Islam, especially in adulthood, it's not easy. It's very and hard. It's very hard. It's very hard. Allah ametupatia hiyo neema ya kuwa able una transition. Though hiyo transition haikuwagi smooth, most of the rivers wenye nimekutana nao, hiyo transition si smooth, iko na turbulence, iko na nini, but at the end of the day mtu ana make it vizuri. Hafsa, tell us about some of the turbulence ambazo umekutana nazo katika hii safari. One of them is losing friendships, because you don't relate to your friends the way you used to relate to them back then. And they also don't relate. And then like they expect for you to just remain the same. Yeah. So for example, things that I used to do for fun with my friends, hata tukiwa kampo, si vitu saizi naweza fanya, because most of them were haram. And now for them hawataelewa hivyo. So wao wakiniangalia wanaona hapana, Hafsa ameenda akafanya nini, akaziwa, you know. Sasa hapo ndo mambo ya kukaziwa inatokea, because they think that you cannot have such fun. Also another thing is hiyo sasa losing friends,
Also unajua kuna ile family, kuna ile unajua definitely family, kuna ile mvutano. So wazazi wamekubali, lakini kuna auntie pale anakuangalia hivi. Wako like sasa kwa nini sasa? Amebrainwash mpaka wazazi wake. Wengine wanamake aongei. Wengine wanakuuliza sasa umekataa Yesu. Unajua sasa hata utaanza kumuelezea uanze wapi. Hawajui pia sisi kwetu tuko na Yesu. Hawajui. So I think pia inakuja with that inaleta pia loneliness. So una feel ni kama you feel so lonely. So una crave pia ile kutaka kujua kuna marafiki wengine wa Kiislamu. Na hiyo ndio maana ilinipush sana kwenda kama TikTok. Unajua pale hivyo unapatana na watu, mko like mnakuja mnapatana, huyu ako na stories zake, huyu ako na stories zake, at least mna relate, it becomes easier. Those I think hizo ndo zilikuwa my biggest. Also dressing. Just unajua there is a certain way you used to dress. Also now uko a bit scared of how people are going to perceive you. You see? So I think also that played, hata hiyo ilikuwa a bit of a struggle. Although let me say, mimi by the way tangu nimeanza kuvaa vile nilianza kuvaa hijab, mimi sijaito. Niliendelea tu nikasema you know what, I don't care what anybody thinks about me. Maisha ni yangu. Wataongea tu. Watu hata ufanya nini watu bado wataongea. So wacha tu twende tu nalo. Now there's the pressure of when you're a revert unahitajika kuswali, unataka kuswali swala zote, usome zile sura mrefu you be very fluent when it comes to reciting the Holy Quran. Have you had such a challenge and how have you dealt with it? Of course, I think of course every revert lazima amekuwa na hiyo challenge. Uko like unaona ni kama first of all una miss vitu zingine zenye ujui, unaona ni kama juu hata saa hizi nikienda kama msikiti unasikia kuna vitu zinatajwa, niko like hizi ni vitu unaona kabisa watu wenye wako around wewe wanajua, lakini wewe hujui. Uko like kwani where did I miss? Nayo niliwacha wapi nikisoma? So kuna ile pressure pia kusali, labda hujui vizuri, ama unajua kuna ile bado haujui vizuri, alafu tena vile tu nimesema hiyo transition hauko unasali sasa, you have to pray 5 times a day. So it's a challenge sasa kuanza kuadjust, you know. So yeah, it is church ni Sunday to Sunday. Sunday to Sunday. Kama ni kuomba unakaa tu. Saa hizi you have 5 times a day to pray. Sasa it's an obligation. Yes. So it becomes inakuwa a bit challenging. But with time, with time it gets easier. Alafu I always advise my fellow reverts, take it a day at a time, take it a step at a time. Sasa by the way hawezi baby steps tu. Hawezi tu amka asubuhi ujue kila kitu. Hata sisi wenye tumezaliwa kwa dini. It's a struggle still. Hata kuamka asubuhi tukajua kila kitu. Like every day is a learning experience. Kila siku una learn kitu. You learn, you unlearn, you learn, you unlearn. Kuna kitu yenye wewe unajua mimi sijui. Kuna kitu yenye yeye anajua mimi sijui. So unaenda huko nje una interact na watu, unajifunza vitu mpya. So hata ukiona ati mtu ni Muislamu, huyu ni shehe, hata mashehe kuna vitu zenye wao hawajui, they have to consult to other people. So ni baby steps tu, una learn pole pole. You will now get there. As we wind up, our producer is like, you guys wind up. Now this will be like the second Ramadan, right? How is this Ramadan maybe different from the first when you newly fast? This one is fun. First of all, alhamdulillah tulipata opportunity ama tulipata nafasi tunaka karibu na msikiti sasa. Alhamdulillah. So it's much easier, alafu kuna Waislamu wengi around you. So it's yani unaona the Ramadan vibe in it. Sasa hizi at least unajua nilikuwa nasikia kuna na ile Ramadan vibe. Mimi sikuwa sikuwa sasa hizi ndo niko like, hey, you know what, right now nina feel, you know, I can feel it. Wow, mashallah. It is this one I can say it's much easier. Even when it comes to mambo ya kupika, iftari ni vitu kama hizo suhur, it is more enjoyable. I actually even take pride in ile kuamka asubuhi kutayarisha watu suhur. Niko like amkeni mkule suhur. Ama leo nataka kufunga hivyo. Amkeni. So kuna ile you take pride in such things. Wow, mashallah. Alhamdulillah. Now
last message to maybe a revert who's watching you and maybe they just reverted months ago, what would you tell them? Kuna mtu as we are speaking here ndo amesilimu. Ama hata alienda tu akasikia haya by the way it is speaking to me, this is the moment. Hii Ramadhan tu vile ilianza na kasema hii ndo time ya kutake shahada. Hiyo ndo light yenye alikuwa anangoja. So my advice is, first of all, take it a day at a time. Hakuna unakimbia unaenda wapi? Unajipea pressure, utakufa. Take it a day at a time. Hizi vitu they take, always by the way Quran iko na very many, always amka tu na ujue yani everything you need. So you have to take it a day at a time. Also kusema take it a day at a time does not mean ati ulenge, you be dismissive. So you take it a day at a time, but also make sure you're making effort to learn every single day. That way it is going to be much easier. Also always make a point of seeking knowledge. Kama ni YouTube channels, and watch YouTube videos za dini, zitakupea so much ill. So that is my, hiyo ndio nini message yangu naweza mpea. Juu mara mingi tunajipea pressure hakuna. Well, thank you so much Hafsa. Mariam, parting shot kwa revert pale nyumbani. I will repeat what I said the other time, know your why. Oh, very nice. Know your why. Yes, draw kwa nini you made this decision. Why am I here? That's a very good kwa nini advice. Hizo your why should be very important. Yeah, it will keep you on track. Amerevert juu kuna mtu nimeona nataka anioe, kuna ka potential mahali. Kuna mtu amerevert juu anaonaga Waislamu. Kuna mtu akona notion ya Waislamu wako na pesa. So maybe pia akirevert atakuwa na pesa. People revert for different reasons. So know your why. That is very, very true. Why, kila kitu inaenda vizuri. Also to emphasize on her point, hiyo kwanza yenye umesema know your why, that is a very important. Hata sijui kwa nini sijaifikiria hivyo. Because by the way ni kweli juu mara mingi sometimes kuna revert wananikujia wananiambia mimi nilipata na mtu nikasilimu. Sasa ananiambia nifanye hivi na hivi. Mwenyewe hata hakushughulika kutaka kujua what it was about. So mara mingi anakuja ananiambia unajua napitia kwa nini juu alienda kufuata. Yani it was not for herself, kufuata the person, not the deen. Not the deen. Niko na msichana, she reverted because of a boyfriend. Sawa? Boyfriend akamtumia akamdump. That's wrong by the way. Very wrong. Alirudi tu, backside. Relapse. Yeah, it happens a lot. So know your why. Usislimu kwa sababu ya rafiki yako, sijui boyfriend, sijui na This is a personal decision. Ujiite meeting, uite committee yako yote, mkae chini mudiscuss, mjue kwa nini tunafanya hiki. Wow. Dear viewer, I would have loved hii program iendelee lakini mambo ni mengi, muda ni mchache. That is how we end it today's episode. Tulikuwa tunazungumza na Hafsa and her story is very, very inspiring. Go follow her on TikTok, by the way. You'll get to learn more about who she is and what she does, and we hope that her story inspires you kiwa pale nyumbani, and as a revert it motivates you to know your why na kuendelea kwa Muislamu. Mpaka kufikia hapo tunakuaga, maasalam.